Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, majlisi ya leo kama tulivyoahidi katika majlisi iliyopita kuwa tusipopata majibu tutakuja kubainisha kauli ya al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala kuhusiana na tuhuma ambazo amenasibishiwa nazo, tuhuma ambazo si za kweli. Kwa hiyo si tuliomba pale tupate majibu, lakini hatukupata, tukaambiwa sisi kwanza ndio tuzungumze alafu wao watatujibu. Sasa tuna neno. Lakini kabla hatujaingia katika maudhui ya maneno ya Imamu Malik, kuna maswali ambayo yamekithiri kwa wanaosikiliza hizi majalis, na kuna jambo kama vile limewatatiza. Jambo la kwanza ni kupata maana ya neno samau, as-samau katika kamusi za lugha ya Kiarabu, neno as-samau, lakini hasa katika matumizi yake ndani ya Qur'an. Neno samau limetumika katika matumizi mangapi? Walillahi alhamdu wal minna. Wanawachuoni wetu hawakuacha kitu katika vitabu mbalimbali vya tafsiri, tafsiru al-mawdu'i, zile tafsiru bil mithali na mfano wake, hawakuacha kitu. Neno as-samau katika Qur'ani limekuja katika matumizi yasopungua 3 mpaka 4, na neno samaa lenyewe lina maana ya juu. Neno samaa katika lugha ya Kiarabu linatokana na kitendo sama yasmu sumuwan. Kwa hiyo samau ni juu, al-ulu wal-irtifaa. Tukija katika Qur'ani, neno samau limetumika kwa maana ya samaa, kwa maana ya mbingu, kama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wama khalaqna as-samaa wal-ardha wama bainahuma batila, na hatukuumba mbingu wala ardhi na vile vilivyomo kwa batil, manake vimeumbwa kwa malengo. Wama khalaqna as-samaa, yani samaa ni hii unayoiona, lakini pia likatumika neno samau kwa maana ya sakafu, licha ya kuwa sisi katika Kiswahili tukisema sakafu tunakusudia chini kwenye siminti, ndio tunaita sakafu, lakini kwenye Qur'ani imetumika sakafu kwa maana ya juu. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema waja'alna as-samaa saqafan mahfudha, na tukaijalia mbingu kuwa ni sakafu. Kwa hiyo samaa ikatumika kwa maana ya sakafu, kitu cha juu, lakini pia samaa ikatumika kwa maana ya al-mataru, mvua, kama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika suratul An'am aliposema awalam yarau kam ahlakna qablahum min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa alayhim midrara. Allah subhanahu wa ta'ala asema awalam yarau, hivi hawaoni wale waliokufuru, kam ahlakna qablahum, kuna watu wangapi ambao tumewaangamiza kabla yao, min qarnin, katika vizazi tofauti tofauti, makkannahum fil ardi, tuliwapa vitu mbalimbali katika ardhi, ma lam numakkin lakum, vitu ambavyo nyinyi hatukuwapa. Kisha Allah akasema wa arsalna as-samaa, na tukateremsha mvua, alaihim, juu yao, midrara, ya wingi au yenye kufuatana. Kwa hiyo hapa akatumia neno as-samaa kwa maana ya mvua, na hizi maana zote ambazo tumezisoma hapa zina tashabu, yani zina karibiana, licha kwamba inawezekana zikatofautiana katika baadhi ya makusudio. Mvua kuitwa samau ni kwa sababu imetoka juu, na hii tunaweza tukasema ni majazi, na alaka yake ni mahalia. Alaka yake ni mahalia kwa sababu kuna, kama wanavyosema wanaochuoni wa balagha, kuna itlaqu ismul mahalli
ala alhali fihi, kama ambavyo leo ukiangalia tukisoma katika baadhi ya milango ya zaka, katika vitu vinavyotolewa zaka ni maadinu. Maadinu ni madini, lakini asili ya neno maadini ni maeneo. Kwa hiyo likatumiwa neno la pahala juu ya kile kitu ambacho kinachokaa pale pahala. Na si hivyo tu, Allah subhanahu wa ta'ala pia amelitumia neno sama kwa maana ya juu. Qala Allahu ta'ala, wa fis samai rizqukum wama tu'adun, na katika mbingu kuna riziki zenu na kile mnachoahidiwa. Hapa ninapopataka, kwa sababu katika darasa zilizopita nilisema kuna wajhu alistidlali, yani ukisoma aya kuna pahala panapokusudiwa kutolewa dalili. Hapa aliposema wa fis samai rizqukum, na katika mbingu kuna riziki zenu, wama tu'aduna, na kile mnachoahidiwa. Twajua riziki, hakuna mtu aliyewahi kuona mkate ukateremka kutoka juu, au ugali ukatoka juu, au pesa ikatoka juu. Lakini hapa pia pametumika majazi, kwa sababu asili yake ni mvua ndio inaoteremka ikasababisha riziki na mengineyo. Licha ya kuwa kuna tafsiri nyingi, lakini moja ya tafsiri ni hii, wama tu'aduna, na kile mnachoahidiwa. Tulichoahidiwa ni pepo, na ni kuwa pepo haipo katika mbingu. Ili sote tukubaliana kuwa pepo haipo katika mbingu, bali ipo juu ya nini? Ya mbingu. Kwa hiyo Allah hapa aliposema wa fis samai rizqukum, na katika mbingu kuna riziki zenu, wama tu'aduna, manake na juu ya mbingu pia kuna kile mlichoahidiwa. Kwa nini tumetafsiri kwa tafsiri hii? Kwa sababu wama tu'aduna hii ma ni masdaria, ni masdaria ambayo fi'li inayokuja baada yake inakuwa ni muawwalu min almasdari. Kwa hiyo Allah aliposema wa fis samai rizqukum wama tu'aduna, maana yake wa fis samai rizqukum wa fis samai wa'dikum, au wa fis samai wa'dukum, na katika mbingu pia kuna ahadi yenu, ambayo ahadi katika tafsiri walivyotafsiri wanaochuoni, ukirejea mfano katika tafsiri ya Imam Tabari ni aljanna, ni pepo. Wajhu alistidlali kuwa pepo haipo ndani ya samaa, haipo ndani ya mbingu. Kwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwa pepo ipo juu ya mbingu saba. Pepo iko juu ya mbingu saba. Kwa hiyo Allah aliposema wa fis samai rizqukum wama tu'aduna, na katika mbingu kuna riziki zenu, na juu ya mbingu pia kuna kile mlichoahidiwa. Na ushahidi wa hilo pia kuwa tulichoahidiwa ni pepo ni Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati, Allah amewaahidi wale walioamini na wakafanya mazuri, anna lahum, kuwa wana wao, jannatun tajri min tahtiha al-anhar, kuwa wana pepo. Na pepo hiyo iko wapi? Iko juu. Juu ya nini? Juu ya mbingu. Yani haiko ndani, iko juu ya mbingu, katika zile mbingu saba. Baada ya mbingu saba ndio kunapatikana janna. Na pepo ya juu kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ni Firdaus, ambayo hii nayo ipo karibu na arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama tutakavyokuja kuona katika mada ya arshi. Na vile vile hadithi ya Jaria ambao tulisoma katika kipindi kilichopita na hatukusikia majibu yoyote. Mtume alimuuliza ule binti, aina Allahu, Allah yuko wapi? Yule binti akasema Allahu fis sama, Allah yupo juu, yupo juu. Sasa hao wanatulazimisha tuseme mbinguni. Hatuwezi kusema mbinguni kwa sababu tushatoa maelezo tuliyoyatoa. Kwanza tulisema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hawi ndani ya kitu. Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema yakhafuna rabbahum min fawqihim, Allah yupo juu, Allah hawi ndani ya kitu. Kwa hiyo sasa zile aya ambazo zinaonyesha kama vile Allah yupo ndani, tushatoa maelezo kuwa fi ina maana ya ala, na neno samaa yenyewe pia katika lugha ya Kiarabu ina maana ya ala. Nitamuuliza swali ndugu yangu na nitaomba anijibu mimi kama mimi na mimi kama mimi binafsi, yani kwamba
kwamba kwenye hadithi al-Qudsi Mwenyezi Mungu anasema aliumwa yeye, watu hawakwenda kumuona. Na kisha wakasema tutakujaje kukuona wakati wewe ndio Mola wa wote? Akasema ukujua kama fulani ni mgonjwa, na lau kama ungeenda kwake ungenikuta mimi niko pale. Sasa hapa ni mbinguni, pale panakuwa mbinguni wakati huo. Bwana nataka jibu bwana hili jambo. Si ndio ipo Mungu. Mungu si yuko mbinguni. Lakini Mungu hapa akasema pia ana njaa. Nataka chakula. Kama ungemlisha fulani basi ungenikuta mimi. Ungekuwa umenilisha mimi. Ungekuwa umenilisha mimi. Sasa huyu fulani huyu ndio mbingu yenyewe. Ndio Mungu mwenyewe na ndio mbingu yenyewe. Bwana tunataka majibu kwanza. Tayari. Kama mnavyosema sijui yuko mbinguni, si tushawaambia Allah hayupo mbinguni, Allah yupo juu ya mbingu. Na hizi aya tumetoa ufafanuzi, msipindishe maneno. Wa kam aibin qawlan sahihan wa afatuhu min alfami saqib, yani siwe hivyo. Hadithi ambayo ameiuliza ni hadithi aliyoipokea al-Imamu Muslim. Hadithi yasema hivi: inna Allaha tabaraka wa taala, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulu yawm al-qiyama, atasema siku ya kiyama, yabna adam, ewe mwanadamu, maridhtu, mimi niliugua. Yani Allah anamwambia mwanadamu, mimi niliugua, falam ta'udni, lakini haukunitembelea. Qala, yule mwanadamu atasema, ya rabbi, ewe Mola, kaifa a'uduka, vipi nikutembelee, wa anta rabbul alamina, na wewe ni mlezi, yani nakutembelea vipi? Qala, Allah atamwambia, ama alimta, hivi kwani haukujua wewe, anna abdi fulana, kuwa mja wangu fulani, maridha, alikuwa anaumwa, falam ta'uduhu, kumtembelea. Ama alimta, hivi haukutambua, annaka, hakika wewe, lau udtahu, lau ungemtembelea, lawajadtani indahu, ungenipata kwake. Hadithi ni ndefu lakini maneno yote yanashabihiana. Kama ungemlisha ungenikuta kwake, kama ungemnyesha ungenikuta kwake. Kauliza swali kuwa hapa napo ni mbinguni. Si tushawaambia kwanza Allah hayupo mbinguni, Allah yupo juu ya arshi yake. Hilo ni jawabu la kwanza. Allah hayupo mbinguni, yupo juu ya arshi yake. Na haya maswali au haya majibu tutakuwa tunayakariri ili watu waweze kuyaelewa. Na jambo la pili kuhusu haya maneno ni kuwa hadithi iko wazi wala haihitaji taawili. Kwa nini? Kwa sababu Allah anamwambia huyu mja, kwanza ni siku ya kiyama, anamwambia mimi nimeugua, maridhtu, nimeugua, wala hukunitembelea. Swali letu la kwanza, kwani Allah anaumwa? Swali letu, Allah anaumwa? Hasha lillahi, subhanallah amma yaquluna uluwan kabira, Allah haumwi. Sasa yawaje? Na ndio maana huyu mja akashangaa, ya rabbi kaifa a'uduka, Allah akambainishia kwamba kweli yeye haumwi. Ndio maana Allah akamwambia, ama alimta, kwani wewe haukujua kuwa kuna mja wangu alikuwa akiumwa, hukwenda kumtembelea? Sasa hapa dalili iko wapi? Kwa sababu hadithi hii iko wazi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hayupo hapa. Kwani leo mtu akienda kumtembelea mgonjwa utamkuta Allah pale? Leo ukienda kumtembelea mgonjwa hospitalini, muumini mcha Mungu, ukaenda kumtembelea ima nyumbani kwake au pahala popote, swali letu, ukifika pale unamkuta Allah? Humkuti. Sasa hapa mbona Allah amesema kama ungekwenda kumtembelea ungenikuta pale? Manake hadithi hii iko na tafsiri yake, sio hiyo mnaofikiria nyinyi. Na tukisoma katika akida kuna sifa salbia na kuna sifa ijabia. Masail ghaibia hayafanyiwi qiyas, masail ya ghaib hayafanyiwi qiyas. Huwezi ukasema kama Allah hapa amesema kumwambia yule mja, kama ungekwenda kwa fulani ungenikuta, basi manake Allah hana sehemu. Uwezo ukapima hivyo alafu baadaye ukapata natija kwamba Allah hayupo juu ya arishi yake. Shekhe, na kitu ambacho watu wanatakiwa pia wakifahamu Shekhe, kwa sababu tunatazama leo hii namna ambavyo dunia ilivyotanuka. Tunaona wapo watu wanakwenda mpaka sayari nyingine ya dunia kabisa, manake watoka nje ya dunia tulionayo. Na huyo Mungu hawaja kutusimia kwamba Mungu tumemuona. Sasa wao wanasemaje kwamba Mungu yuko ili Mungu aonekane, anaonekana juu. Ndio anakoonekania. Akiwa huku chini hawezi kuonekana. Sasa
Lingine ambalo ni shubha hafifu sana, yani shubha hafifu mno. Kuna watu wanasafiri wanakwenda huko juu, wanavuka mbingu kwa maelezo yao waliowasema. Nakwambia sasa, si atakwenda kumchungulia Mungu? Si tushawaambia Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya arshi, ndio Allah yuko huko. Sasa ukisema kuna watu wanapanda sijui wanavuka dunia, itakuwaje? Hizo ni shubha tu, ambao ni shubha hazina mashiko, kwa sababu tukisoma hadithi ya Isra na Mi'raji, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Isra na Mi'raji, mbingu ya kwanza alikutana na Nabiullahi Adamu pale mbingu ya kwanza. Sasa pia tuwaulize maswali, wale wanaopanda nao wakifika wanamuona au hawamuoni? Kwa hizi shubha ni tafi. Yani vitabu vya Ahlus Sunnati wal Jamaa vinathibitisha uluullahi subhanahu wa ta'ala, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu, sio kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo katika mbingu. Na kama kila anayepanda kwenda huko anaweza kudiriki yaliyokuwa huko juu yote, basi watu wangewadiriki wale manabii ambao wameelezwa kuanzia mbingu ya kwanza kuna nabii fulani, mbingu ya pili mpaka mbingu ya 7. Kwa hiyo ni shubha hafifu, shubha tafi. Sasa sikilizeni hizi akida chafu za hawa ndugu zetu. Narudia tena maneno haya. Mawahabi ishu kwao sio kusoma aya, sio kusoma hadithi. Ishu kwao ni uelewa wa aya na hadithi. Wanaelewa walivyoelewa salafu salihi, au wanauelewa wao ambao unaleta shida katika umma na jamii. Anasoma hadithi hii, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla laylatin ila samai dunia, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kwa tafsiri za mawahabi wanasema anateremka Mola wetu. Hizi ni tafsiri za kiwahabi. Sasa hebu sikiliza maneno, alafu twende tukawatazame salafu salih katika hadithi hii. Wao wametafsiri hichi anachotafsiri huyu wahabi. Twende kwa al-Imam Malik, yeye anasemaje katika hali za namna hiyo. Msikilize Imam Malik. Imam Malik anasema, qala al-Imam Malik ibn Anas radiyallahu anhu. Imam Malik ibn Anas radhi za Allah subhanahu wa ta'ala zimfikia, anasema yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ay amruhu. Salafu salih, mwema katika wema waliotangulia, yeye anasema hii hadithi inaposema yanzilu rabbuna, yeye anasema amruhu, kinachoteremka ni amri yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anakuja wahabi, yeye anasema anateremka Mungu mwenyewe kutoka mbinguni. Hii ni hatari sana katika hali za namna. Unaona kazi? Al-Imam Malik ibn Anas yeye anasema yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ay amruhu, kinachoteremka ni amri yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wahabi anasema yanzilu rabbuna ni Mola mwenyewe kwa dhati yake, anatoka kule alikokuwa anashuka kuja katika mbinguni katika hali za namna hii. Jamani, amkeni, hii ni akida chafu. Sasa tukirudi katika ile maudhu ambayo ni asasi, maudhu ya msingi, hadithun nuzuli, hadithi ya kuteremka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi mara ya kwanza sisi tulisema hadithi ni mutawatirun, hadithi ni mutawatir, hadithi ni mutawatir, hadithun nuzuli. Kwanza mashekhe wote wawili wameitoa katika sahihi zao na vitabu mbalimbali vya hadithi. Sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul layli ila as-samai dunya kulla laylatin, kuwa anateremka katika mbingu ya dunia kila usiku. Kulla layla, kila usiku ateremka. Manake hakuna usiku unaopita bila Mola kuteremka. Kila siku ateremka katika usiku. Wakati gani? Hina yamdhi, au baadhi ya riwaya hina yabqa, pale inapobakia thuluthul layli
al-awwali, au baadhi ya riwaya thuluthul akhir min al-layl, ile theluthi ya mwisho wa usiku. Fayaqulu, kisha anasema baada ya kuteremka, anasema ana al-maliku, mimi ndio mfalme. Ana al-maliku, mimi ndio mfalme. Man dha alladhi yad'uni, hivi nani wa kuniomba, fa astajiba lahu, ili nimjibu. Man dha alladhi yas'aluni, nani wa kuniomba, fa u'tiyahu, ili nimpe. Man dha alladhi yastaghfiruni, nani wa kuniomba msamaha, fa aghfira lahu, ili nimsamehe. Fala yazalu kadhalika, Allah haachi kusema hivyo hatta yudhi alfajr. Hapa kuna vitu vingi vya kujiuliza kabla hatujasoma maneno ya Imamu Malik rahimahullahu ta'ala. Maswali ya kujiuliza. Swali la kwanza, hadithi imesema hivi, yanzilu rabbuna, anateremka Mola wetu. Tena si Mola wetu tu, bali mtume akamsifu tabaraka wa taala, aliyetukuka na kutakasika. Anateremka ila samai dunia kulla laila, kisha akiteremka anasema hivi, ana almaliku, mimi ndio mfalme. Ana almaliku, mimi ndio mfalme. Hivi kweli hilo jambo lenye kusemwa kwamba ndio lateremka, yani hilo jambo ambalo lasemwa, so amesema kwamba hateremki yeye, lateremka jambo lake, kwa maana yake hilo jambo ndio lateremka. Halafu likija hilo jambo, si jambo gani hilo, linasema mimi ndio mfalme. Hivi ni kweli jamani? Jamani, watu wa lugha wanatuambia aslul kalima baqa'u ala haqiqatiha, asili ya neno ni kubakia katika uhakika wake. Si hivyo tu, bali anasema manilladhi yad'uni, nani wa kuniomba. Jambo laombwa, wakati Allah mwenyewe amesema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni wa qala rabbukum ud'uni, niombe ni mimi. Kwa hiyo jambo ndo lasema nani wa kuniomba, fa astajiba lahu, ili nimjibu. Man yad'uni fa astajiba lahu, ili nimjibu, manake papo hapo ujibiwe dua yako. Man dhalladhi yas'aluni, nani wa kuniomba, fa u'tiyahu, nimpe. Yani huyu sio Allah, ni jambo. Jamani, hadithi iko wazi, matamko yake yako wazi, tena Kiarabu chake rahisi. Man dhalladhi yas'aluni, nani wa kuniomba, fa u'tiyahu, nimpe. Man dhalladhi yastaghfiruni, nani wa kuniomba msamaha, fa aghfira lahu, nimsamehe. Yani jambo ndio limsamehe mtu au Allah ndio atusamehe? Kwa maana Allah mwenyewe ndiye anayesema haya, fala yazalu kadhalika. Kwa hiyo Allah haachi hivyo, haachi kuzungumza hivyo. Mtume asema mpaka alfajiri inachomoza. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hatta yudhi alfajr, alfajiri ikichomoza tu basi mwishoni mwa usiku Allah huteremka. Ndio si tuliuliza pale, anateremka kutoka wapi? Sasa angalia hawa ndugu zetu wa Sufia wanasema sasa anateremkaje? Atoke huko juu mpaka katika mbingu, manake si ndio ameingia ndani ya kitu. Akili yako ndio yakuambia hivyo, yani akili yako ndio yakuambia hivyo. Na ndio maana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Aqidatul Wasitiyya mwanzoni kabisa anasema katika sifa za watu wa haki ni kuwa zile aya zinazomhusu Allah subhanahu wa ta'ala wanaziamini bila ya kuleta takyifu wala ta'til wala tamthil, bila ya kuleta takyifu wala ta'til wala tamthil. Aya ikija, hadithi ikija, inamhusu Allah subhanahu wa ta'ala, wanaipitisha kama ilivyo. Ukiambiwa Allah subhanahu wa ta'ala ana mkono, ukubali mkono wake. Mbona kama utakuwa kama mkono wangu? Hapana. Watu wa lugha wanatuambia ishtiraku fil lafdhi la yadullu ala taswiya, yani kushirikiana kitamko si kwa maana nyote ndio mko sawa. Wewe una mguu, kuku naye ana mguu, lakini yote huitwa miguu. Yote huitwa miguu katika lugha, ndio imefanana, imekuwa sawa kwa pamoja. Allah subhanahu wa ta'ala amethibitisha sifa nyingi tu, wajaa rabbuka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa kallama Allahu Musa taklima. Allah alimzungumzisha Musa. Sasa kama Allah anazungumza na binadamu naye anazungumza, ndio wamefanana? Hapana, kwa sababu Allah anasema katika Qur'an,
laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Yeye hana mfano wa chochote, laysa kamithlihi. Na kafu hii watu wa lugha wanatuambia ni zaida, licha ya kuwa katika Qur'ani hakuna herufi iliyozidi, bali inaitwa ni swila, ipo pale kwa ajili ya taukidi. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah hafanani na kitu chochote. Sasa hadithi iko wazi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ateremka. Imam Malik anasema, qala al-Imam Malik ibn Anas radiyallahu anhu, Imam Malik ibn Anas radhi za Allah subhanahu wa ta'ala zimfikia, anasema yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ay amruhu. Salafu salih, mwema katika wema waliotangulia, yeye anasema hii hadithi inaposema yanzilu rabbuna, yeye anasema amruhu, kinachoteremka ni amri yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anakuja Wahabi, yeye anasema anateremka Mungu mwenyewe kutoka mbinguni. Akaja kutunukulia maneno yalionasibishwa kwa Imam Malik rahimahullah, kuwa Imam Malik yasema yatanazzalu rabbuna, anateremka Mola wetu, amruhu, jambo lake, sio yeye. Fa amma huwa fadaimun la yazulu, ama yeye ni mwenye kudumu wala haondoki hapo alipo. Haya maneno Imamu Dhahabi ameyataja kwenye kitabu As-Siyar, lakini maneno haya hayakuthibiti kwa sababu msimulizi wa maneno haya ni mtu mmoja anaitwa Hubaib. Ibn Hajar yasema maturuku, ujamani muongo. Sitojua mtu akitwa maturuku alhadithi ni mtu muongo. Kadhabahu Abu Daud, pia Abu Daud asema mtu huyu Hubaib ni jitu liongo. Imamu Abu Daud mwenye kitabu chake Sunan Abi Daud asema huyu mpokezi ambaye anaitwa Hubaib ni mtu muongo, kwa hiyo maneno yake hayakubaliki. Lakini Imamu Subki ambaye ni mmoja katika ulama wetu wa Kishafi mwenye kitabu Tabaqatu Shafi'ia, yeye kuna maneno pia ameyaweka kwenye kitabu chake kinaitwa As-Saifu katika ukurasa wa 28, maneno ya al-Imamu Ahmad ya Imam Malik, anasema yanzilu rabbuna ay amruhu, kuwa linaloteremka ni jambo lake, sio yeye. Haya maneno ameyataja al-Imamu Subki kwenye kitabu As-Saifu. Lakini sasa ajabu ya haya maneno, haya maneno ni marefu, yakaja hivi: amma huwa fadaimun la yazulu wa huwa bikulli makani. Angalia hii riwaya ya Imamu Subki, na Imamu Subki ni mshafi lakini ni ashaira. Imamu Subki ni ash'ari, licha ya kuwa huyo Abul Hasan al-Ash'ari mwenyewe itikadi hiyo hana kwa sababu alitubia. Lakini riwaya hii yasema huku mwisho wa huwa bikulli makani, kuwa Mola yupo kila sehemu. Ndio ile itikadi ya kusema Allah fi kulli makani. Ni kweli, nyumbani yupo, misikitini yupo, kila kona yupo, ni kweli. Na hii ni itikadi ya mmoja katika masufi alikuwa anaitwa Ibn Arabi, ambaye alikuwa na itikadi inaitwa aqida ya wahdatul wujudi, na kuna itikadi ya al-hulul. Al-hululi ni kuamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kuingia kwa kiumbe chake, kama vile ambavyo zamani ilikuwa watu wanaamini kuwa Isa ni baadhi ni Mungu, baadhi ni mwanadamu, kwa maana Mola halla fi jismi Isa, aliingia katika mwili wa Isa. Walisoma Qur'ani wakachanganikiwa pale Allah aliposema wa ruhum minhu, kuwa Isa ni roho inayotoka kwa Allah. Basi walivyoelewa wakajua labda juz'un min Allah intakala au halla fi jismi Isa, na hii ni itikadi ya kufu. Kwa hiyo hata maneno ambayo ameyapokea huyu al-Imamu Subki rahimahullah katika hicho kitabu, mwisho wa hayo maneno anasema hivi: huyo Allah fi kulli makani. Sasa itikadi hii ndio mbovu zaidi, yani Allah kila sehemu unayojua wewe yupo, wala sitaki kutawilisha maelezo. Kwa hiyo riwaya hizo ambazo amezisoma zote ni riwaya za uongo, na wanawachuoni wote wa hadithi wamekadhibisha hizo riwaya ambazo zimenasibishwa kwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kama Imam Malik hakusema hivyo, ni yapi maneno yalionukuliwa kutoka kwake? Sikiliza sasa. Katika kitabu Usulu Sunna cha Ibn Zamanain
Kuna riwaya ya Zuhair ibn Ubad, na maneno ya Imam Malik ni mengi, wala sitotaka kutaja kila kitu, nitataja riwaya mbili tu. Zuhair ibn Ubad asema, kullu man adaraktu, kila niliyemdiriki, minal mashayikhi, katika mashekhe, Malik ibn Anas, kama vile Malik ibn Anas, Sufyan, Fudail ibn Iyad, Abdullah ibn Mubarak wa Waki' ibn al-Jarrah, yaquluna, Zuhair ibn Ubad asema, hawa mashekhe wote ambao niliwadiriki walikuwa wanasema, an-nuzulu haqqun, kuteremka kwa Allah ni kweli, anateremka atakavyo na anajua yeye anateremka vipi. Qala al-Imamu Malik, anasema al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, amdhi al-haditha kama warada, ipitishe hadithi kama ilivyokuja, bila kaifin, bila ya kuleta kaif, wala tahdidi, wala kufanya tahdidi, kuweka mipaka. Ndio maana hao wakasema, sasa kama anateremka hivi, si anakuwa anaingia ndani ya mbingu? Hiyo ni kaifia, yani wewe ndio unatengeneza mazingira hayo. Imam Malik asema, amdhil haditha, ipitishe hadithi kuwa Allah anateremka kama warada, kama ilivyokuja, bila kaifi, bila ya kuleta kaifa, kwamba vipi anateremka, wala tahdid, wala kufanya tahdid, illa bima jaa fil kitabi, isipokuwa yale yaliyokuja katika kitabu. Qala ta'ala, Allah anasema, Imam Malik ananukuu maneno ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sema, fala tadhribu lillahi al-amthala, musimpigie Allah mifano, musiseme kama anateremka manake hivi. Allah asema, fala tadhribu lillahi al-amthala, musimpigie Allah mifano. Inna Allaha ya'lam, kwa sababu Allah anajua, wa antum la ta'lamuna, nyinyi hamjui kitu. Imam Malik anasema, yanzilu kaifa shaa, Allah anateremka atakavyo, biqudratihi, kwa uwezo wake, wa ilmihi, na kwa ilmu yake, wa adhamatihi, na ukubwa wake, ahata bikulli shay'in ilma, amekizunguka kila kitu kwa ilmu. Haya sasa, njoni mtuambie Imam Malik amesema linateremka jambo lake. Maneno hayo makdhub, maneno ya uongo, haijathibiti kwa Imam Malik, na tutakuja kuona katika istiwaullahi namna gani Imam Malik alivyokuwa mkali katika kisa mashuhuri cha mtu aliyemuuliza namna gani Allah amestawi juu ya arshi yake.